sababu ya tabasamu langu la kila siku. Mara nyingi usiku unakuwa ni mrefu bila wewe, na mchana hauna ladha bila sauti yako. Nataka maisha yangu yote yaandikwe kwa herufi moja tu, nalo ni jina lako. Ndoto ya kila mwanamke ni kumpata mwanaume na kuanzisha naye familia. Lakini pia ndoto ya kila mwanaume ni kupata mwanamke mwenye hekima na busara ili kuanzisha naye familia. Kwa hiyo dokta, unataka kuniambia kwamba hii hali ya mdogo wangu itaendelea mpaka lini? Unajua wazazi wangu mtu pekee aliniachia ni yeye tu peke yake. Na unaelewa kabisa kwamba mimi nampenda sana mdogo wangu kuliko kitu chochote kile. Pole sana. Mimi naweza nikasema kitu kimoja kwamba kifafa ni ugonjwa sugu wa ubongo unaosababishwa na mshtuko wa ubongo. Japo inategemeana. Mshtuko wa ubongo unaweza kusababisha kitu kinachoitwa degedege au mtu mwenyewe kuanguka kifafa. So ningependa nikushauri kitu kimoja, na matumaini makubwa endapo kama akianza kliniki na akafuatilia maelekezo vizuri ya madokta, I believe kwa 70% anaweza kupona. Sawa, nimekuelewa. Lakini Steve, kwa hali ya mdogo wako ninavyoiona na mazingira mnavyoishi, kumwacha peke yake si vizuri. Mimi ningekushauri ungemtafutia mtu at least akawa anamwangalia katika uangalizi. Ugonjwa si mzuri sana mtu kubaki peke yake. Kwa mimi nilikuwa nakuomba hilo jambo hebu lifanyie kazi. Sawa, nimekuelewa, nitalifanyia kazi, nitalifikiria hilo jambo. Sio lifikirie, lifanyie kazi. Sawa. Unacheti na nani? Loli ndarudisha bwana. Huyu ndo anakufanya unakuwa busy. Subiri. Sitaki kuamini. Bwana nenda mbio. Wewe huyu? Una nguvu ndugu yangu. Wewe tulia hapo, subiri malize kusoma. Unaenda wapi tena? Ninaenda tena au tunaenda? Bwana mimi nimechoka, siwezi kutoka. Nenda basi kajitayarishe. Inuka, shika simu. Nakusubiri. Nenda. Wewe unachoka kutembea? Utarudi wewe. Fanya haraka. Hey, Mr. Steve. John. Inakuaje? Kama kawa tu. Mbona uko nje mwanangu? Kuna nini? Nilikuwa nakusubiri wewe hapa. Anyway, nilikuja na majibu ya vikao na nilikuwa naomba twende ofisini ili mradi nikupe maelezo. Mimi nafikiri ungeniambia tu haraka hapa kwa sababu ulivyonipigia simu na mimi ndo maana nikaja kusikiliza. Kwa hiyo sio mbaya, tunaweza tukaongea tu hata hapa. Okay. Yeah, let me say, kikao cha kwanza boss tutakuwa na Mr. Saif kutoka Oman na kikao cha pili itakuwa ni saa 8
na hawa wanaitwa Dr. Scofield, wanatokea Classic Entertainment. Steve, what's happened? Unajua kuna vitu kidogo haviko sawa kwa upande wangu. Okay. Hivi unajua kwamba mimi siwaamini kabisa dada ya kazi. What do you mean? Mdogo wangu ambaye anaishi naye pale nyumbani anasumbuliwa na epilepsy. Na hili tatizo limekuwa likimsumbua kwa muda mrefu sana. Daktari ambaye amekuwa akimwangalia amesema kwa sasa afya yake inaendelea vizuri, lakini anahitaji mtu wa kumsaidia pale nyumbani. Sasa hiki kitu kinanitesa sana kwa sababu unajua kabisa mimi siwaamini dada wa kazi. Kama utaniruhusu Mr. Steve, I think hili swala alihusiani na dada wa kazi. Hili swala lina watu wake. Yaani wewe unachotakiwa kufanya ni kumtafuta nesi ambaye anaweza kukusaidia kufanya hiyo kazi. Ndio nachokiona mimi. Ni wazo zuri. Kwa hiyo unamaanisha kwamba nesi atakuwa anakuja kumhudumia nyumbani. Sio maana yake? Yeah. Yaani haihusiani, yaani haviingiliani kwa sababu mdada wa kazi ana kazi zake za kufanya. Lakini nesi yaani ana hiyo speciality ya kumhudumia mgonjwa yoyote. That's why nilikuwa naona it's very important kuwa na nesi kuliko kuwa na mdada wa kazi. What do you think? Sawa, nimekuelewa. Je, wewe unanishauri vipi au unanisaidiaje? On my pathway, nafikiri tunaweza tukaongea hivi. Acha nijaribu kwa sababu pia nina watu naofahamiana nao ambao maybe katika hao naweza nikampata mtu ambaye anafaa kwenye hiyo kazi. So give me just time and then I will see what to do. Lakini I promise you naenda kukutafutia mtu ambaye anaweza kufanya hiyo kazi. Sawa, mimi nitashukuru sana ndugu yangu, maana utakuwa umenisaidia sana katika hili janga la mawazo ambalo niko nalo. Unajua nimekuwa nikiteseka sana kwa kuwaza hiki kitu, kwa sababu mimi sina mtu mwingine yote namtegemea kwa sasa hivi zaidi ya dada yangu. Mdogo wangu nampenda sana na wewe unajua kwa kitu. Yote kwa yote niseme asante sana kwa ushauri wako na pia asante kama utanitafutia huyo mtu. Yaani mwanangu, you don't have to stress. Relax. Hili ni swala dogo sana na nitakusaidia. Anyway, naomba kama tunaweza tukarudi ofisini. No, mimi sasa naenda nyumbani kwa sababu kikao ni kesho, basi mimi nafikiri nitakuja kesho kwa ajili ya kikao. So, tuonane kesho. It's okay. Thank you, John. Mwanangu. I see. Basi kwa heri mwanangu. Mbona mlango uko wazi? Kwani ukufunga? Unavyoona mimi naweza nikaacha mlango wazi? Sasa ndio nitakuwa nafungua. Kubwa sasa. Woyo! Yaani umetushtua. Niko nataka nifanyie surprise, umeshtuka? Hebu nipe tano. Pole mama, pole. I'm sorry my sisters, I'm really sorry. Niko nataka tu niwafanyie surprise. Surprise ni zawadi. Haya, zawadi ziko wapi? Unamwona huyu? Lolita, wewe utakuja kubadilika. Ziko wapi zawadi zetu? Taratibu. Kaka hawezi kuja nyumbani asileti zawadi. Nimekuletea zawadi na wewe pia nimekuletea zawadi. Kila mtu anapata zawadi yake. Naomba tukae. Wadogo zangu wazuri, mmefurahi kuniona? Sana. Kama you are not happy you guys. What the problem? Amna. Tuko sawa. Look at you guys, mmependeza, you know? Asante. Oh my God. Anyway, nimekuja kwa ajili yako especially Lolita. Okay. Na big surprise niko nayo kwa ajili yako. Can I speak? Okay.
let me be serious for one time. I know my sister, umepambana sana kupata kazi toka umalize chuo. Yeah. Na mimi kama kaka yako nimekaa kimya kwa muda mrefu. Lakini for today nimekuja na good news ambayo nimepambana kwenye mizunguko yangu kwa nimekutafutia ajira na soon nitakuwa mwajiriwa. Asante sana. Hongera sana Lolita. Asante. Shukrani sana bro. Yaani sijui nikwambie vipi, na kushukuru sana kakaangu. Unajua unatupambania sana. Sana yani. Thank you very much brother. Huyu anacheka nini? Hamna, nimefurahi. Mimi niwaambia let me concentrate myself. Nataka nimpe pongezi zake na nimwambie kwamba ni mwajiriwa mtarajiwa. So my sisters, you know that mimi nawapenda sana. Tunakupenda pia bro. Oh my God, I feel happy. So nisiwachukulie muda mwingi. Unajua nini Lolita? Naomba ukajiandae kesho kazi. Shukrani sana bro. Yaani nashukuru sana. Nilikwambia njoo mwanetu. Unapenda zawadi kama wewe tu unajua. Mimi sio kama yeye. Na wewe unaondoka nilijua tu. Lakini nyinyi aisee mnanikumbusha mama sana. Aisee mama. Hey, my beautiful sister. Yeah, bro. Uko poa? Good bro. Sasa hivi najisikia poa sana. Wow. Mimi pia nasikia furaha sana kuona uko poa. Thank you bro. Nimeandaa chakula kwa ajili yako. Wewe tena. Sawa, acha nikaoge basi afu nje kula. Bro. Thank you. Rafiki yangu nguo nzuri. Nzuri? Nzuri sana. Tena ukivaa wallahi utapendeza. Ila wewe ndo kakuletea nguo nzuri. Mimi kaenda kuletea nguo kaenda kwenye birthday. Ushaanza hasad sasa hizo. Mwisho siku nitoke nayo ende kuchanika. Amna, lakini mimi sinasema kweli. Wewe angalia nguo ambayo amekuletea. Afu angalia na zile anazoletea mimi. Wewe si unajua mimi naanza kazi kesho. Mshahara wangu wa kwanza na kuahidi wote nakupa wewe ukafanya shopping. Ndio mnaposemaga mkishapata huo mshahara, mara bili ya maji, mara sijui umeme, mara sijui kodi ya nyumba, mnakumbukaga? Kwa hiyo huniamini? Ngoja nikuamini ndugu yangu, utafanyaje? Na ndio ushafe. Nitakununulia. Sawa, mimi nasubiri mwisho wa mwezi. Haya, sawa. Lakini nguo nzuri. Hope kesho kivaa itakupendeza sana. Na vile viatu vyekundu au vile vya vyeusi? Vyeusi. Hapo unavaa na viatu vyekundu. Ndio utapendeza zaidi. Basi utanizima vile vyako. Haina shida, cha kwangu cha kwako, cha kwako cha kwangu. Limeisha hivyo.
Hello. Hi boss. Karibu. Asante. Okay. Mimi sitaangalia sana elimu yako, bali nitaangalia tu upendo kutoka kwako. Okay. Nataka nikuulize kitu kama utojali. Are you sure unaweza hii kazi? Naweza. Unajua nimesema hivi kwa sababu mdogo wangu ni mtu ambaye nampenda sana sana, na ndio maana sikutarajia kumwachia mtu wote yule anaye karibu, lakini na imani kwamba kaka yako amekueleza kila kitu. Yeah. Na swali nakuuliza kwamba utaiweza hii kazi? Morning. 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 Anaitwa Asha. Huyu ndo mhusika ambaye anakufanya wewe uwepo hapa. Narudia tena, sitarajii kuona changamoto yoyote kutoka kwako. Nashukuru kufahamu. Asha, unaweza kunaisha chumba chako? Kwa nini? Nadhani naweza kuvaa koti langu kuanzia sasa. Halafu Asha natakiwa vae koti kutokana na hali ya hewa tulionayo sasa na kwa hali yake alionayo. Twende. Sema tajiri yangu, hivi vishati vyako kama modo vile. Unajua eti kama nisingekuwa msomi basi leo ningekuwa modo. Nilijua utaongea vile, lakini nisiwe muongo Sema muonekano wako nini kama modo fulani nini fashionist man. Always. Tajiri yangu, sasa kuna kitu nikwambia tajiri yangu hata madikodiko nini unaniachaje hivi tajiri yangu? Unasemaje? Okay, mimi nafikiri kesho kila kitu nasababisha. Unajua acha niende nyumbani kwa sababu si unamjua mdogo wangu kule hali yake ilivyo. Yeah, kweli uhakika. Kabla sijaondoka tajiri yangu, mimi nataka nikuulize kitu. Vipi ule mtu wetu anafanya kazi vizuri? Kwa sababu leo ndo siku yake ya kwanza kuanza kazi, kwa hiyo siwezi kumjaji. Pengine labda tumpe kama wiki hivi alafu tutajua tunafanya. Na ndio maana mimi niliamua. Sio kumbuka mara mwisho tuliongea nikamwambia nitakutafutia mtu sijui nini. Mimi mwenyewe nikaamua nimlete tu mdogo wangu. Ule kabisa mdogo wangu wa damu. Baba mmoja mama mmoja. Nikaona aje kwako, maybe hapo confidence itakuwa kubwa. Au unasemaje tajiri yangu?